Za muda huu, mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumatano ya tarehe 7 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kwa ambaye hajapata utabiri wa mwaka mpya tayari upo, andika tu utabiri wa mwaka 2026 utapata utabiri, na kwa ambaye anataka utabiri wa haraka unalipia 3000 unalipia 3000 then tunakuwa tunakutumia message kila siku, aidha kwa WhatsApp au kawaida, inategemea na njia ambayo unaitaka. Kama kawaida, tukianza na utabiri wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Unavutia wengine sana leo, hasa wakubwa, wazazi na watu wenye mamlaka. Watakuona kama mtu wa kuvutia, mwenye ufanisi na mwenye uwezo. Pongezi hii inaweza kukuza mapenzi na bosi au mtu mwenye cheo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Safiri kwa raha ikiwa unaweza. Ikiwa huwezi kusafiri mbali, basi kuwa mtalii katika jiji lako mwenyewe na ufurahie mazingira yako. Hata tukio dogo zaidi, chukua kikombe cha kahawa katika mgahawa wa karibu. Linaweza kutokuwa tukio jipya la kupendeza. Ikiwezekana, tembelea nyumba za sanaa na maonyesho ya ufundi ili kuvutia na sanaa ya tamaduni nyingine. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Maamuzi yanayohusiana na benki, mali ya pamoja, urithi na chochote unachoshiriki na mtu mwingine yatakuwa mazuri leo. Migogoro ya hivi karibuni inaweza kutatuliwa. Amini mawazo yako na hasa uwezo wako wa kuwasilisha unachotaka kusema yenye maana tu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Majadiliano na washirika na marafiki wa karibu yataenda vizuri leo, kwa sababu hivi karibuni huenda umehisi kukasirika na mtu, huenda mvutano kidogo ulikuwa ukiongezeka. Leo uelewano na maelewano yatakuwa mazuri rafiki. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Kuhusu matumizi ya pesa au kufanya maamuzi muhimu yanayohusiana na kazi yako, leo mahusiano na watu wenye mamlaka na wafanyakazi wenzako yataenda vizuri. Hapo awali mtu angeweza kuhisi kutishiwa na azimio lako, lakini leo mambo yanaenda sawa. Hongera. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Mwezi unaingia kwenye ishara yako leo, ambayo itakupa faida kidogo kuliko ishara zingine zote. Unaweza kujaribu hili kwa kuomba neema kwa ulimwengu. Toa ombi kwa mtu ambaye unahisi atakusaidia. Tazama kitakachotokea. Dunia itaelekea sehemu nzuri sasa. Tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Upweke katika mazingira mazuri utakufurahisha leo. Unaweza kufurahia muda unaotumia nyumbani au unaweza kupata msukumo kwingineko. Ikiwa unapambana upya au unafanya jambo la kupamba nyumba yako, huwa mwangalifu usiwe na pesa nyingi kupita kiasi. Weka risiti zako pembeni. Tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Mazungumzo na wengine yatakuwa matamu na kuvutia leo, kwa sababu unajisikia mkarimu na rafiki. Hata majadiliano ya kifedha yatakufaa. Wakati huo angalia pande zote, kwa sababu uwezo wako wa kuthamini mazingira yako ya kila siku umeongezeka. Hii ni zawadi. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Lengo lako ni pesa, mtiririko wa pesa na mali leo. Bila shaka, sikiliza mawazo yako ya kutengeza pesa, kwa sababu yatakuwa na manufaa. Hata hivyo, unaweza kuwa na mwelekeo wa ubadhirifu au kujifurahisha leo. Usipoteze pesa zako ulizopata kwa shida rafiki. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mbuzi, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Sari 4 ziko kwenye ishara yako. Sari 4 ziko kwenye ishara yako. Na leo haswa, jua limepambwa kwa uzuri, ikilainisha uwezo wako wa kuungana na kila mtu. Huenda shaku mpya mapenzi ikaibuka maishani mwako. Toka na ujumuike. Siku njema ya kununua vitu vya nguo ni leo, usingoje kesho. Tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, hii
Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Utafurahia muda wa kuwa peke yako katika mazingira mazuri kwa sababu unahitaji kupumua. Unaweza kuwa na wasiwasi kuhusu mali ya pamoja, kodi au deni, vyovyote iwavyo, jipendezeshe kwa njia ya kupendeza. Fanya zoezi kidogo, tafakari au tembea kwenye bustani. Kutakufanya uwe na utulivu na kufanya siku yako iwe nzuri. Una umuhimu rafiki. Tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Hii ni siku nzuri ya kujumuika na wengine, hasa vijana au watu wa kisanii wabunifu. Unaweza kuchukua mradi na kuelekeza mambo jinsi unavyotaka yaende. Kwa baadhi yenu, uhusiano wa kirafiki utageuka kuwa kimapenzi au labda kutaniana kwa hila kutafanya moyo wako upige kwa kasi siyo kawaida. Kama kawaida, tunazungusha gurudumu letu la bahati kwa kuangalia muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota. Tukianza na nyota ya Kondoo au punda, muda wao mzuri wa bahati leo ni saa 6 na dakika 55 hadi saa 10 na dakika 45. Nyota ya Taurus, muda wao mzuri leo ni saa 5 na dakika 25 hadi saa 11 na dakika 25. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, muda wao mzuri leo ni saa 11 na dakika 10 hadi saa 1 na dakika 35. Nyota ya Kaa, saa 6 na dakika 35 hadi saa 11 na nusu. Nyota ya Simba, saa 7 na dakika 35 hadi saa 12 na dakika 35. Nyota ya Vigo, saa 12 na nusu hadi saa 3 na dakika 25. Nyota ya Libra, saa 8 kamili hadi saa 12 na dakika 45. Nyota ya Scorpio, saa 7 kamili hadi saa 11 na dakika 45. Nyota ya Mshale, saa 1 na dakika 50 hadi saa 4 na dakika 45. Nyota ya Mbuzi, saa 9 na dakika 35 hadi saa 12 na nusu. Nyota ya Ndoo, saa 10 na dakika 25 hadi saa 2 na dakika 15. Tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wa mzuri leo ni saa 6 na dakika 15 hadi saa 9 na dakika 40. Tunaendelea kuangalia watoto ambao wamezaliwa siku ya leo. Je, watakuwaje? Watoto hawa watakuwa na michezo, vile vile waigizaji, wabunifu, watu wa imani, yani watu wa dini, watu maarufu na wanasayansi pia, kwa sababu siku kama leo alizaliwa Papa Gregory ambaye huyu alianzisha kalenda hii ambayo ya Gregory, na huyu alizaliwa mwaka 1502. Tunakuja vile vile alizaliwa rais wa Marekani ambaye alizaliwa mwaka 1800, anaitwa Millard Fillmore, na vile vile alizaliwa mtakatifu Benedetta Soubirous ambaye bikira wa kanisa Katoliki kutoka Ufaransa. Vile vile alizaliwa mwigizaji wa filamu kutoka Hispania ambaye anaitwa Fernando Sancho, na vile vile alizaliwa John Walker ambaye ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya kemia mwaka 1997, na vile vile alizaliwa waziri mkuu wa Kenya ambaye anaitwa Raila Odinga. Siku kama leo alizaliwa vile vile mwigizaji wa filamu kutoka Marekani ambaye anaitwa Jeremy Renner, na vile vile alizaliwa mchezaji wa mpira kutoka Tanzania ambaye anaitwa Mbwana Samata. Pia tunatakia heri ya kuzaliwa wote waliozaliwa siku ya kama ya leo. Ulikuwa nami na bye bye.